Asubuhi njema, asubuhi ya baraka, Jumamosi ya leo. Bwana Yesu na asifiwe, mpenzi mtazamaji, mahali popote pale unanipata ukiwa. Mungu ni mwema kila wakati. Na hata asubuhi ya leo ninajua kwamba umeweza na kuamka tu ukiwa unafurahia, maana kwako kuamka katika uso wa dunia imegharimu tu nguvu zake, mkono wake, sio nguvu zako. Yaani ingekuwa tu ni kwa sababu ya mtu mwingine pale kando, wengine wetu hatungeamka kama tunapumua, lakini kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa upendo wake ameweza na kutujalia, kutujalia tu, kutubariki na uhai katika uso wa dunia kwa siku ya leo. Najua kwamba hata wewe mahali pale ambapo umeweza na kuamka ukiwa uko na ushuhuda kwamba Mwenyezi Mungu ni mwema katika maisha yako. Ameweza na kukutendea mengi, ameweza na kukubariki kwa wingi tu. Hivyo basi kuna haja ya kumshukuru kila wakati. Basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuzidi na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Francis Namo kutoka kanisa la ABC Madingau ya Pastorate Machakos Sub-Headquarters. Karibu tuinuliwe pamoja kutokana kupitia kwa neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa. Ni asubuhi nyingine njema, ndugu mpendwa mtazamaji, nikijua ya kwamba Mungu amekuwa mlinzi wako na ameweza kukuamsha ukiwa salama. Kwa hivyo, kwa sababu ya hayo, ningependa kukukaribisha tukaweze kusoma neno la Mungu asubuhi ya leo, tukianza kwa maombi. Baba yetu, tunakushukuru katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Asante kwa uhai wa siku ya leo na pia kwa nafasi ambayo umetupa ili tukaweze kuanza siku pamoja nawe. Tuongoze na utubariki. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu nimeomba. Amina. Mtazamaji, asubuhi ya leo nikapenda tuendelee na kubarikiwa na neno la Mungu. Neno ambalo siku ya leo tutaweza kujifundisha ya kwamba japo kwa sababu wiki yote tumekuwa tukijifunza namna na mambo yanayotokea wakati tunapotembea na Mungu. Ningependa leo ukajue ya kwamba kuna mpango wa Mungu kwa wale ambao wameamini kutembea naye, ama mpango wa Mungu kwa yule anataka kuenenda naye. Huwezi tu kuamka na useme nataka kuenda na Mungu. Lazima kuwe na mambo tofauti yanayokuelekeza kutembea pamoja na Mungu. Na kabla sijataja mambo kama hayo, ningependa tukaweze kusoma kwenye kitabu cha Mithali mlango wa 29 na mstari huo wa 25. Mithali mlango wa 29 mstari wa 25. Tusome pamoja. Kuwaogopa wanadamu huleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Kama ungeamua na ungetaka kutembea na Mungu, ni lazima kuwe na mambo tofauti ili uwe na ukamilifu wa kutembea na Mungu. Wale ambao waliamua kutembea na Mungu katika Biblia, utapata haya mambo walikuwa wameyazingatia. Bila shaka jambo la kwanza ni kumwamini huyo Mungu. Huwezi kutembea na kuenda na mtu ambaye hujamwamini. Ukiwa na tashwishi na yoyote yule, huwa na wasiwasi, kuna mambo ambayo hauwezi ukamweleza kwa sababu haujamwamini. Lakini yule ambaye mmeaminiana, mnaweka mambo yenu wazi. Kwa hivyo jambo la kwanza
Mungu analolitaka mkitembea pamoja naye ni kumwamini yeye tu. Usiamini kitu kingine. Kuna watu ambao wanaamini mambo mengi. Wanapoamka, wanaangalia mambo, wanajua hii jambo likiwa hivi, siku yangu ni kama itakuwa nzuri. Lakini hapana. Ukiongozwa na ukitembea na Mungu, ukimwamini, unajua kila kitu kishwari. Hautakuwa na tashwishi yoyote. Kwa hivyo, unapotaka kutembea na Mungu, ni lazima unjitolee kumwamini yeye kabisa. Usimfiche chochote. Mwamini, mtegemee. Jambo la pili, unapotaka kutembea na Mungu, ni kwamba usitegemee ujuzi wako mwenyewe. Yaani, usienende ukitumia nguvu zako, ukitumia ujuzi wako, ukitumia maarifa yako, ukitumia vitu vyako. Unaweza kuamini ya kwamba ndizo zinaweza kufanya ufanikiwe. Hapana. Unategemea Mungu. Hata kama mimi nimesoma nikafika kiwango gani, ni Mungu tu. Mungu ndiye anayeniongoza, kwa sababu yeye ndiye amenipa uhai na huo ujuzi. Kwa hivyo sitaki kutegemea maarifa yangu ama ujuzi wangu ama nguvu zangu. Nataka Mungu aniongoze tu kwa mapenzi yake. Kwa hivyo ukitaka kutembea na Mungu, usitegemee ujuzi wako ama maarifa yako mwenyewe. Tegemea Mungu tu. Just surrender. Jambo la tatu, napoamua kutembea na Mungu, Mungu anataka usilipishe kisasi. Najua mtazamaji, wakati tuko hapa ulimwenguni, unapotembea, kuna watu ambao watakutegea mitego, kuna wengine watakutendea mabaya, kuna wengine watakufanyia hiki na kile. Lakini wakati unapotembea na Mungu, kuna jambo analolihitaji kutoka kwako. Anasema usilipishe kisasi, kwa sababu yeye macho yake huangalia wale ambao wanakutesa, wale wengine wanakutendea mabaya, na yeye ni kazi yake kujuana na wao. Kazi yako tu ni kumwambia Mungu, nimefikia kiwango hiki, niko kwa mateso, kuna wengine wanataka kuniumiza. Mungu anayaona yote, na yeye ndiye ulipiza kisasi kwa njia inayofaa. Kazi yako tu ni kumtegemea yeye. Kwa mazuri, kwa mabaya, usilipize kisasi. Hiyo ni kazi ya Mungu, kwa sababu unatembea naye na unamtegemea yeye. Jambo lingine ambalo Mungu anataka ukitembea naye, jambo la 4, umuombe msaada kutoka kwake. Usijaribu kutafuta msaada wako kwa wanadamu. Usijaribu kutafuta msaada kwa kitu chochote. Na siku hizi kuna mambo mengi ambayo watu wameweka tumaini kwao, kwa mali, kwa mambo mengi. Wengine wanataka kuweka tumaini lao kwa wanadamu, lakini Mungu anataka tu upate msaada, na msaada mkamilifu kutoka kwake. Kwa hivyo unapotaka kusaidiwa, tegemea Mungu. Kwa hivyo Mungu anataka wakati unatembea na yeye, usijaribu kuangalia kando. Usijaribu kuangalia kitu chochote tu uone kama kitakusaidia ama msaada wako unaweza kutoka pale. Hapana, msaada wako utatoka kwa Mungu. Anataka tu akupe msaada yeye peke yake. Naye akitoa msaada
anatoa msaada kwa ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Si vile mwanadamu atakupa masharti. Akitaka kukupa msaada ni lazima utende hili ama lile. Lakini Mungu anataka tu ungojee msaada kutoka kwake, kwa sababu anajua na anaona yote. Mtazamaji, jambo la 5 analolitaka Mungu wakati unaamua kutembea pamoja naye ni jambo ambalo utakuwa ukilifanya, ulifanye kulingana na mapenzi yake, jinsi linavyofanywa. Kama ni kuabudu, umwabudu kulingana na vile anataka kuabudiwa. Kama ni kazi yoyote ambayo umeajiriwa, uifanye kulingana na mapenzi ya Mungu, pasipo kuenda kando. Hata kama ni kazi ya aina gani, uifanye kulingana na mapenzi ya Mungu. Ukiamua kutembea na Mungu, ni lazima uzingatie mambo kama hayo yote. Nimesema jambo la kwanza ni kumwamini yeye. Jambo la pili, usitegemee ujuzi wako ama maarifa yako. Jambo la 3, usilipize kisasi, japo utakutana na watu ambao wamekutesa. Na jambo la 4, nimesema uombe msaada tu ama utegemee msaada utokao kwa Mungu. Na namba 5, kama unafanya jambo, hata kama ni gani, lifanye kulingana na mapenzi ya Mungu. Utakuwa umetimiza masharti ya kutembea na Mungu. Kwa hivyo mtazamaji, weka mambo hayo katika maisha yako na Mungu hatakuacha hata siku moja, na hautaaibika. Utakuwa mtu ambaye ni wa kuinuliwa. Bwana akubariki, Bwana akutie nguvu, Bwana aendelee na kukuelimisha ili ukaweze kutoka kwenye kiwango ambacho huko na akupandishe kwenye kiwango kingine. Bwana na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya mapenzi yako na upendo wako kwetu. Hakika neno limetufundisha, kwa wale ambao tumeamua kutembea nawe, kuna yale mambo ambayo unataka tuyazingatie. Asante kwa kutufundisha, na tutakapoyafuata hakika tutapata mambo yote kutoka kwako. Saidia na tubariki, na umbariki watazamaji wote. Katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Tuache kuongozwa na hofu ya wanadamu, bali tumpee Mungu nafasi ya kwanza, ili akaweze kutuongoza, akaweze kutushikilia, akaweze pia kuwa pamoja nasi. Imani yetu izidi na kuwa pale pale, tuzidi na kumtumainia, maana yeye ndiye yuko na nguvu juu ya maisha yetu, sio binadamu yeyote yule. Basi tuache kuishi katika hali ya hofu, na tunafaa kujua kwamba kikamilifu Mwenyezi Mungu ndiye yuko na usalama ambao ni wa kweli, ujasiri ambao ni wa kweli, na uhuru wa kuishi. Tuwe na uhuru wa kuishi kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini sio hofu tu, kuongopa wanadamu wenzetu. Na pia tukaweza na kujua kwamba wale ambao wanamweka Mwenyezi Mungu ama Bwana kuwa kimbilio lao, hakika hawawezi wakafika mahali wakasema kwamba mbona niliamua hivi, lakini watakuwa wanafurahia na kumshukuru kila wakati. Maana kwa kumpea Mungu nafasi awe kimbilio, yani na kumweka kuwa kimbilio lao, watakuwa wanafurahi kila wakati. Watakuwa wanaona kwamba kweli mwongozo wa Mwenyezi Mungu upo katika maisha yangu. Ni maombi yangu ya kwamba siku ya leo tukaweze na kuwa na ujasiri, na tusije tukakaa ama tukaishi katika hali ya hofu, yani kuongopa hata wenzetu. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi, yuko ni kwa sababu yetu, na yeye anatulinda. Kwake ni salama, tukiwa kwake ni salama kila siku, kila wakati, kila dakika, kila sekunde.
Ninakutakia weekend njema, siku njema pia. Siku ya leo pia kuna dada zetu, ndugu zetu ambao wanaenda katika nyumba ya ibada kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Mungu awe pamoja nanyi, Mungu akawaongoze. Kwa wale ambao wako na hafla tofauti tofauti, wengine wanafurahia, wengine wanaweza kuwa wanalia, wameumia kupitia mioyo yao, ninawaambia kwamba Mwenyezi Mungu anaona yote hayo. Mwenyezi Mungu akawatie moyo, akawatie nguvu, akazidi na hata wale mnalia, akazidi na kuwapanguza machozi.